usalama kutoka kwa baba. Inapendeza na inakuwa ni nzuri sana kuona baba akichakalika kutafuta maarifa ya kuwa ngome imara kwa mtoto wake au kwa watoto wake. Kwa nini tunatumia neno ngome? Tunatumia ngome kwa sababu ngome ni ukuta imara sana uliojengwa kwa ajili ya kuzuia uharibifu kutoka nje kwa vile vitu vilivyo ndani. Na tukiangalia kwenye Agano la Kale, mataifa mengi yalikuwa yanajiwekea ngome, na hiyo ngome ilikuwa sio rahisi kuivunja. Imetengenezwa kwa uimara mkubwa na kwa umakini mkubwa. Kama hujawahi kuona ngome, unaweza ukaenda pale Mirembe. Ile ni mfano tu kwa wale ambao vichaa kule wanapokaa vichaa kule kuna ngome. Ule ni mfano, lakini kuna ngome imara zaidi ya hizo. Kwa hiyo baba anayetafuta kuwa ngome imara kwa mtoto wake ni baba wa hekima sana sana sana. Na maarifa haya yanatafutwa kutoka vyanzo mbalimbali unavyoweza kuvipata. Nikitaja tu kwa haraka, tuna chanzo cha kwanza ni maombi. Maombi ni jambo la msingi mno kwa ajili ya usalama na ulinzi wa mtoto wako. Kwa nini ni la msingi? Ukisoma kwenye Biblia Wakorintho wa pili 2 na ule mstari wa 11, pale Biblia inasema kwamba hatutakosa kuzijua hila za shetani. Kwa hiyo tunapojiungamanisha na mbingu kwenye maombi, Mungu kwa kuwa yeye anajua yote, anaweza akatuambia hatari ambayo inaweza ikampata mtoto wako kabla wewe hujaijua. Kwa hiyo unakuwa umejipanga. Nitoe mfano mdogo tu. Kuna mama mmoja alikuwa na mtoto wake yuko shule. Alafu yeye alikuwa nyumbani anaendelea na shughuli zake, lakini katikati ya shughuli zake akasikia Roho Mtakatifu anamsukuma kuomba. Akasema sasa naombea nini? Kwanza akawa ameignore, lakini akaona msukumo umekuwa mkubwa, ikabidi aanze kuomba. Na katika kuomba hakujua anaombea nini, kwa hiyo ilibidi tu amruhusu Roho Mtakatifu aombe ndani yake. Akaanza kunena kwa lugha kwa muda fulani, kwa dakika kadhaa. Baada ya hapo akasikia ule mzigo umepungua, basi akaendelea na shughuli zake. Ndani ya dakika chache mtoto wake akaja kutoka shule, anakimbia, ana hema. Mamake anamwambia kuna nini? Anamwambia mama, nilikuwa nife. Kwa sababu gani? Akasema yani nilikuwa nigongwe na gari imekuja kufungia breki miguuni pangu. Mama akakumbuka ni yale maombi ambayo Roho Mtakatifu alimsukuma kufanyaje? Kuomba. Unaona, Roho Mtakatifu anaona hatari iliyo mbele ya mtoto wako kabla haijamfikia. Kwa hiyo maombi ni ya msingi mno. Jambo lingine ambalo unaweza ukapata maarifa kutoka katika hilo, sosi jingine ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa mkubwa kama alivyo. Wote tulizaliwa tukiwa wadogo na tukaendelea kukua na tumepitia changamoto mbalimbali. Tumekutana na vitu mbalimbali, hatari mbalimbali. Na unajua ni namna gani baba au mama alivyofanya katika kukunusuru. Kwa hiyo wewe unaweza ukajua mwanangu katika umri huu anaweza akakutana na kitu fulani. Anapoenda shule anaweza akakutana na kitu fulani kama nilichokutana nacho mimi. Ndio maana wakati mwingine unamwambia binti, mimi nilipita hapo ulipopita na mimi nilipata shida. Kwa hiyo nakuambia hivyo ili usipite tena. Maana tunaposema kwamba tunamwekea mtoto ulinzi na usalama, unamwekea ulinzi katika maeneo mengi. Kuna vitu vinajengeka ndani yake. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza ukawa sosi ya kuweza kujua kwamba huyu mtoto umlindeje. Jambo lingine ni kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia mambo mengi kuhusu watoto. Neno la Mungu ukisoma kwenye kitabu cha Efeso 6:4, neno la Mungu linasema kwamba tusiwachokoze watoto. Kumbe utajua kumbe sitakiwi kumchokoza mtoto. Na kwa namna ya kumchokoza mtoto kuna namna nyingi unaweza ukamchokoza mtoto. Unaweza ukamchokoza mtoto labda kwa kumkebehi, unaweza ukamchokoza mtoto kwa kumdiscourage. Kila anachokifanya wewe hauoni kwako kama ni kizuri. Kumbe unaharibu ulinzi wa mtoto yule kiakili.
Kwa hiyo kila anachokifanya wewe unamcrush tu, hauna zuri unaloweza kumwambia mtoto wako akajisikia vizuri. Na watoto wakati mwingine wanapenda kusifiwa. Sasa usipomsifu mtoto wako, wewe ni kumnyanyapaa tu kwa maneno makali, utakuwa hujamwekea mtoto wako ulinzi. Pia tunaweza tukawekea watoto wetu, tunaweza tukawachokoza watoto wetu kwa kumfananisha na mtu mwingine. Tunajua uelewa wa watoto haufanani wala haulingani. Kila mmoja ana namna yake. Sasa anapokuletea kila siku amepata 10, amepata 20, unaanza kumwambia, yaani wewe ona, wewe ni bogus kabisa. Angalia, mbona fulani anafanya vizuri? Mbona anafanya vizuri? Kwani ana nini? Kwani ana pembe? Kuna namna ya kumwambia mtoto kwamba umejitahidi, lakini hizi maksi sio nzuri. Unaweza ukafanya vizuri zaidi. Usimfananishe na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwafananishe watoto na watu wengine. Huko ni kumchokoza mtoto. Pia kuna vitabu mbalimbali ambavyo tunaweza tukasoma vinavyoweza kutuelekeza namna ya kuweka ulinzi kwa watoto. Ukisoma ile Kolosai 3:21 inasema msiwachokoze watoto wasije wakakata tamaa. Kumbe kuna kukata tamaa kwa watoto wakati ambapo tutakuwa tunawachokoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno hayo machache sasa tunaweza tukasema ulinzi ni nini? Ulinzi ni nini? Ulinzi ni hatua madhubuti zinazochukuliwa kuhakikisha usalama wa kitu au wa mtu. Ni hatua madhubuti zinazochukuliwa kuhakikisha usalama wa kitu au wa mtu. Na kwa sababu tunaongelea habari ya mtoto, tunaweza tukawa tunajifunza hapa ulinzi wa mtoto. Ulinzi wa mtoto ni hakikisho la usalama wa mtoto kiakili, kimwili, kiroho, kihisia na dhidi ya vitu vingine ambavyo vinaweza vikatoka nje kumdhuru mtoto. Ni uhakikisho wa usalama wa mtoto kiakili, kiroho, kimwili dhidi ya hatari ambayo inaweza katoka nje ikaingia ndani. Sasa tunasema baba ndio anatakiwa ampe mtoto ulinzi na usalama. In fact watu wote tunatakiwa tuwape watoto usalama, si ndio? Yule mama aliambiwa yeye kuomba, baba alikuwa yuko zake kazini. Kwa hiyo ni kazi ya wazazi wote wawili, lakini baba anahusika zaidi. Kwanza yeye ni kuhani wa familia, yeye ni kichwa, na baba akisema kitu kinafanyika tunatii zaidi kuliko akisema mama, si ndio? Mama anaweza akasema kitu, baba anaweza akasema kitu, mama akaja akasema tufanye hivi, mtoto anakuambia baba alisema, kwa maana kwamba kile cha baba ndio kinatakiwa kifanyweje, kitekelezwe. Kwa hiyo baba zaidi anahusika kwenye eneo la ulinzi. Hivi tukiwa nyumbani mwetu, tukisikia kitu kimegonga usiku, anatoka mama, anatoka baba? Kwa sababu gani? Kuna siku moja tulikuwa tujalala, ilikuwa tu ni muda wa saa 4 hivi, watoto wameshaenda kulala, lakini tulikuwa sebuleni na mume wangu, akasikia mtu amegonga kengele, akaniambia kafungue geti. Nikamwambia usiku huu ni mimi natakiwa kufungua geti au ni wewe? Kwa sababu mimi mwenyewe nahitaji ulinzi wake. Alafu alicheka tu, maana alijua kwamba alikuwa anafanya makusudi. Maana sijui nani amekuja saa zile, watoto wote wako ndani. Sasa unaniambiaje nikafungue geti mimi? Kwa hiyo akaenda akafungua geti. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo baba ndio anatakiwa atoe ulinzi na usalama kwa mtoto. Ulinzi na usalama kwa mtoto ni jambo la muhimu sana, la msingi mno kwa watoto. Kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kuzuia hatari kuja kwa watoto. Hatuwezi, hatuna huo uwezo. Lakini anapokuwa amepewa ulinzi na usalama, anakuwa amejengewa kitu kwenye fikra yake, inaweza ikamsaidia kuepukana au kupunguza ile hatari ambayo ingeweza kumpata, kwa sababu hatuwezi kuzuia ile ajali kuja. Yaani ni kama tunaweza tukasema baba tukamfananisha na mwamvuli.
Mwamvuli wa kumfunika mtoto, unaweza ukamfunika mtoto na mwamvuli, lakini huwezi kuzuia mvua isinyeshe. Mvua itanyesha, lakini utazuia ule mwamvuli, utazuia mtoto asiloane, kwa sababu anapoloana inaleta shida nyingine, pengine atapata homa, tatizo linakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo ulinzi na usalama wa baba unamsaidia mtoto kupunguza hatari ambazo zingeweza kumpata mtoto. Na tunapowapa watoto wetu ulinzi na usalama tunafanya sasa, lakini matokeo yanaweza yakaja baadaye, aidha yalikuwa mazuri au mabaya kulingana na kile ambacho ulimwekea. Kama wewe ulimwekea mwamvuli mkubwa, basi matokeo yake yatakuwa ni mazuri. Kama uliweka mwamvuli mdogo, matokeo yake yatakuwa kidogo. Kama ukuweka kabisa, basi atanyeshewa na atapata homa, utaingia gharama ya kwenda kumtibu. Bwana asifiwe. Tulikuwa mahali fulani tunaomba kwa ajili ya watoto, surprise sana kufanyia. Mama mchungaji akatupa mfano mmoja hivi ambao ulinipa kutafakari sana, na nitampa baadaye, atatuambia yeye ndo anaweza akaueleza vizuri, ili ujue kwamba jambo hili au mambo haya tunayojifunza ya kuwafanyia watoto ni ya muhimu au sio ya muhimu. Na nimesema matokeo hayawezi kuonekana sasa hivi, yataonekana baadaye. Kwa hiyo kama ni baadaye, ina maana wewe unatakiwa uwekeze sana kwa mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Ulinzi wa mtoto sio wa nje tu. Kuna ulinzi, nimesema kuna ulinzi wa kimwili, wa kiroho, wa kihisia. Sasa ulinzi wa mwili unamzuia mtoto dhidi ya hatari ambazo zinaweza zikampata. Wakati baba anakaa na mtoto, anaongea na mtoto, kuna maneno anaongea na mtoto, anamwambia yale maneno yanamjengea mtoto kitu fulani kichwani kwake, kwamba kumbe kuna kitu kama hiki kinatokea. Kumbe kuna, wewe unafikiri ni kwa nini Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake, na wakati anawafundisha, sisi tukija kusoma yale aliyokuwa anawafundisha tunajifunza kutoka yale, si ndio? Tunajifunza. Kwa hiyo sasa ulinzi wa mtoto huyu kimwili, kuna hatari zinazoweza kutoka nje zikamwathiri mtoto. Kwa hiyo baba, unatakiwa ujifunze kuangalia mazingira ya mtoto anayocheza, mazingira ya mtoto anayochezea, anacheza na watu gani kwenye nyumba. Maana kuna wakati mwingine unaweza ukakuta kuna mashimo yako, kuna kipindi cha mvua imejaa maji, kumejaa maji ni mashimo makubwa ambako mtoto anaweza akadumbukia akafa, lakini mzazi yupo tu. Yaani wana malezi yale telekezi, yaani kwamba wewe utajua. Sisi wakati tuko vijijini tunakuwa, hakuna mzazi anayejali unachezea nini, unacheza na nani, unacheza wapi. Tena kama mzazi sio makini, unaweza ukaenda asubuhi ukarudi jioni, hajui umefanya nini, umecheza mchezo gani. Hiyo ni hatari. Yaani tulikuwa tunajitunza wenyewe kama kuku wa kienyeji. Wewe unajua hili ni hatari na hili sio, lakini watoto wa siku hizi maarifa yameongezeka na teknolojia zinakuwa kubwa, kwa hiyo hatari zinakuwa kubwa zaidi kwa watoto wetu. Ni lazima tuangalie anacheza na nani. Kuna watoto wanaweza wakawa wanacheza jinsia mbili tofauti. Sasa wewe lazima uwe karibu, uangalie wanapocheza, wanacheza michezo gani. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna vitu wanaona, kama nilivyosema, teknolojia imekuwa kubwa. Kuna vitu wanaona, alafu wanaenda kuapply wakati wanacheza. Ndio maana utaona hata watoto wa kike wakiwa na wa kiume wanacheza pamoja, wanafanya michezo ile ya kujipikilisha, na yule wa kiume anakuja kujipitikilisha, lakini hajui kwamba yeye hakimuhusu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo ni lazima tuangalie mazingira ya nje ya watoto wetu wanayochezea, anacheza na vitu gani. Tuna tabia ya kuwanunulia watoto matoi ya kuchezea. Mimi sijawahi kumnunulia mtoto wangu bunduki. Hizi bunduki, anakwambia mama niletee bunduki. Ya nini? Unataka kumuua nani? Unamjengea nini? Unapompa kile kitu unamjengea nini? Kuna hawa wapigana mieleka, watoto wanaangalia, alafu wakiwa katika kucheza wanacheza hiyo michezo, wanapigana. Kuna mmoja alimpiga mwenzake ngumi akapasua ini ndani, michezo hiyo. Sasa bunduki, unapompa mtoto achezee bunduki, wewe unamjengea kitu gani kwenye akili yake? Kwamba kuna kuuana au kuna kufanyaje?
Hebu tuwape watoto vitu vya kuchezea ambavyo vinaweza vikawasaidia. Wenzetu wazungu ni wajanja sana, kila kitu anachompa mtoto kuchezea ni kinachomfundisha. Ni kitu, hata ukimkuta anacheza karata, achezi sijui karata zetu hizi zina majoka, sijui zina manini, za kwake zina maneno ambayo akiyatamka yanamsaidia kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Angalia pia anavyokula. Anaenda huko anakula alichokula, akirudi nyumbani ameleta shida nyingine, anaanza kuharisha, anaumwa tumbo, wanaenda kucheza, wanapanda juu ya miti, wanakula mavitu mabichi mabaya mpaka wa leo. Mimi nakumbuka wakati nikiwa mdogo nilikula sana maembe haya mabichi mengi mpaka nikaenda chuoni. Yaani hakuna mtu akunizuia. Nani anajua kwanza nakula nini au nacheza wapi? Hakuna. Kwa hiyo mimi nilikula sana mpaka leo meno yangu, yani haya ni ya kuchekea tu, lakini kula hivi vitu vingine hivi siwezi. Ndio maana yani soda nikinywa soda kama Pepsi siwezi kunywa kabisa. Maembe liwe limeiva kabisa alafu nile hili, sio zaidi ya hapo. Kwa hiyo hayo ni madhara ambayo niliyapata kwa sababu ya kukosa ulinzi na usalama wa vile vitu nilivyokuwa nakula na vile ambavyo nilikuwa nachezea. Huwezi kumzuia mtoto asiende kucheza, kwa sababu ukimzuia kucheza unasema kwamba ndio unamlinda. Maana kuna wazazi wengi wanasema hakuna kutoka, kaa humu ndani, cheza humu ndani. Tunahitajiana na watoto wanahitajiana. Wanapoenda kucheza wanafanya mazoezi ya miili yao. Chakula akila hapo kinayeyuka chapu tu, anakuja tena unampa kingine. Sasa wewe unamwambia kaa hapo angalia TV, anaangalia nini? Toka hapo anakuja apewa chakula tena anakula. Kwa hiyo kumzuia mtoto kucheza kwamba ndio unamlinda, hiyo nayo sio sahihi. Unapomzuia kucheza unamzuia asijifunze vitu vingine, kwa sababu anapokuwa akienda kucheza anajifunza pia, anajifunza kutatua changamoto, anajifunza kutengeneza vitu, anajifunza kufikiri, anajifunza kufanya vitu tofauti. Yule binti yangu wakati ameenda shule alikuwa yuko kigoigoi fulani, na mimi nawaambiaga hakuna mtoto atakaenda day school hapa, wote lazima mlale boarding ili mpate akili mkajifunze changamoto. Kwa hiyo alivyokuwa ameenda amekaa kilezilezi, akirudi kila kitu kimeibiwa, vya ndani mpaka na vya nje vyote vimeibiwa. Anarudi unaanza moja, akienda tena anarudi hali kadhalika. Mara ya tatu akaja, nikamwambia wewe, siku zote unachezaga na wenzako huko, siku zote unafanya hili na hili, kinachokushinda wewe kulinda vitu vyako ni nini? Mbona hapa nyumbani unavilinda, kwani huko shuleni vinakuwa? Anachukua tu anasema atarudisha, kumbe unamuona. Nikamwambia sasa, kuanzia sasa hivi sitaki kukuona unarudi hapa unasema sijui kitu gani kimeibiwa. Na alivyoenda alirudi vitu vyote vipo, sio kwamba amedanganya, vipo. Kwa hiyo anapoenda shuleni anajifunza vitu vipya, namna ya kutunza vitu vyake, namna ya kuwasiliana na wenzake, namna ya kukabiliana na changamoto ambazo zinampata. Kwa hiyo kama ni nguo unaanika kwenye kamba, wewe unaona zinaibiwa, usubiri zikauke, kwani una haraka ya kwenda wapi? Usifanye hiki na hiki. Kwa hiyo tunapowazuia kwenda kucheza, tunawazuia mambo mengi wasiweze kuyafanya. Tuna ulinzi wa kiroho kwa ajili ya watoto. Ulinzi wa kiroho, baba umwekee mtoto ulinzi na usalama wa kiroho, kwa sababu hili linamsaidia kuungana na asili yake. Unamuungamanisha na asili yake, unamuunganisha na Mungu wake, anajua kwamba kuna Mungu. Huku tunapoendelea tutaona mtazamo wa kibibilia katika ulinzi na usalama wa mtoto inasema nini. Kwa hiyo sasa, unapomzuia, unapoacha kumlinda kiroho, kumwambia neno la Mungu, kumsomea Biblia, kufanya ibada, kumwambia kwamba kuna Mungu. Usipomwambia kuna Mungu, kuna maeneo huwezi kumlinda mtoto. Tunakuwa nao wakati wakiwa bado wadogo, lakini wanapokuwa wakubwa wanaenda mashuleni. Na huko mashuleni sasa hivi kuna mambo mengi mabaya. Mwalimu mwenyewe hatumwamini, dereva anayemchukua hatumwamini, mpishi anayempikia hatumwamini, dada anayekaa naye nyumbani hatumwamini. Yaani wakati mwingine hata wababa
wengine wamekuwa hawaaminiwi kwa watoto wao. Kwa hiyo huyu mtoto unapomfundisha kuomba, unapomfundisha kujua baya na zuri, huyu mtoto anaweza akachanganua kwamba hili ninaloambiwa hapa, hili sio lenyewe. Kwa hiyo Mungu yeye anataka tuwafundishe watoto wetu ili wakati ambapo sisi hatupo nao wanajua kwamba kuna Mungu. Bwana asifiwe. Wanajua kuna Mungu ambaye yuko popote na anajua yote. Kama nilivyosema kwamba yeye anaona yale ambayo hayajampata mtoto wako kabla. Kwa hiyo anapokuambia, anapoyaona, anaweza akasema. Kuna watoto wanaweza kujisimamia vizuri sana kulingana na ulinzi aliowekewa. Anajisimamia vizuri, anajua hapa natakiwa kuomba, hapa ninatakiwa kumwamini Mungu, hapa natakiwa kufanya hivi. Mtoto wangu huyu wa mwisho anapenda, kuna kadawa fulani hivi katubu kakupaka Gentrison. Anakwambia mimi hata nikipata kaupele tu, nikipaka tu inaisha. Kwa hiyo anakwambia mimi nina imani, ninakuaga na amani sana nikienda na hii dawa shuleni. Nikamwambia usiwe na amani na dawa, kuwa na amani na Mungu ambaye anajua yote, ambaye anaweza yote, na sio kila kitu kinahitaji dawa. Kuna vitu vingine tunahitaji tu kumwambia Mungu. Hata sisi wazazi tumejikuta kwamba vitu vingi tunaanza kukimbilia hospitali. Hivi umeshawahi kuwaza kwa nini ukisikia labda hali ya mwili sio nzuri, unarudi kwa muumba wako, unamwambia Mungu, wewe uliniumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Mifumo ya mwili wangu unaijua mwanzo mpaka mwisho. Kile ambacho kimeenda si hivyo, kimeleta tatizo hili, naomba uingilie kati. Hivi tungekuwa tuko hivyo, tungekuwa tunaenda hospitali? Wangekuwa wanaenda wasioamini, lakini na sisi tunaoamini tuko. Wasioamini tuko kwenye foleni kwa sababu tumeacha ile asili yetu. Kwa hiyo watoto tuwajengee kwamba kuna Mungu anayeweza yote. Kuna Mungu yuko popote, anajua mambo yote. Kwa hiyo hata anapoumwa anaanza kusema, Mungu ninaomba uniponye. Maneno machache. Mwambie kwamba haina ulazima wa kuomba maombi makubwa mengi. Atakapokuwa mkubwa atakuwa anajifunza mwenyewe kuomba mengi au marefu. Lakini akimwambie maneno machache, Mungu anasikia. Maana wengi tumeacha kuomba, watu wengi wameacha kuomba, anajua kwamba mpaka uwe na maombi uliopangilia vizuri. Mungu wetu hayuko hivyo. Anaangalia moyo, kile ambacho unakiombea unakitakia nini. Kwa hiyo tuwaunganishe watoto wetu na asili yao. Tuwafundishe kuomba, tuwafundishe kuja kanisani, wajue kwamba kuna Mungu na tunatakiwa tukutane naye. Tunatakiwa tuende naye, tukutane naye kanisani. Tunatakiwa kusoma neno la Mungu. Mtoto anapoenda shuleni usiache kumpa Biblia. Yaani kile unachomfundisha mtoto ukiweke kwenye matendo. Sio unamfundisha tu kwamba unatakiwa usome neno la Mungu lakini akienda shuleni hana Biblia. Mnapokaa nyumbani mfundishe kuomba. Unajua ni rahisi sana kuwafundisha watoto wadogo kuliko wakishakuwa wakubwa. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba nimemaliza kulea, kwamba wameshakuwa wakubwa, sasa hivi kazi yangu ni nyepesi, lakini ndio inakuwa ngumu kuliko akiwa mdogo. Akiwa mdogo unamwambia tu mguu pande, mguu sawa, nyuma geuka, mbele tembea, anafanya. Lakini yule mkubwa ana maamuzi yake mwenyewe. Anataka afanye vitu vyake ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Unapomwelekeza kama huku hujamtengeneza vizuri ni ngumu. Ndio maana wanasema mtoto mkunja angali, samaki mkunja angali mbichi. Kwa hiyo tunapowafundisha tuviweke hivyo vitu kwenye matendo. Imani isiyo na matendo imekufa. Kile unachosema kama ni kuomba, wape zamu za kuomba, wape zamu za kusoma neno, wape kufunga. Akishakuwa wakubwa hivi, wewe unasema leo tunafunga, hujui kafunga, ameenda huko, amerudi, hujui kafunga au hakufunga. Lakini lazima tuwaambie. Mimi nawaambiaje, kama tunawalazimisha kula, hata kuomba lazima tuwalazimishe, hata kufunga lazima tuwalazimishe. Kwa nini tuwalazimishe hivi vitu vingine? Yaani tumekuwa na watoto ambao hawamtaki Mungu, wanakulia katika imani ya baba na mama. Yaani tunaenda kanisani kwa sababu yaani ni kama dini ya baba yangu ndio hii na mama yangu, kwa hiyo na sisi tunaenda. Ndio maana wakiwa wakubwa ndio wapo wanapobatizwa kama wamekubaliana na huyu Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Tufundishe kutoa sadaka. Sio anakuja kanisani, anatoa sadaka yake uliyompa, anaanza kuililia kwa sababu hajui hicho kitu. Yeye anajua hela ni za kwetu. Mfundishe kwamba kuna kutoa sadaka, na hii sadaka tunapotoa tunatoa kwa Mungu, si kwa mchungaji, tunatoa kwa Mungu.
Sasa atakapokuuliza Mungu anakuja kuchukuaje hiyo sadaka, wewe utajua nini utakachomwambia. Bwana Yesu atusaidie. Mtoto wangu alivyokuwa mdogo anataka nikija nije na zawadi. Akija unakuja na pipi, unakuja na hichi. Sasa siku hiyo sikuja na chochote. Kwanza nilikuwa nayo nikaficha. Akaniambia, mama, mbona leo hujapata zawadi, hujaleta zawadi? Nikamwambia mimi sijapata. Akaniambia, kwani unapataga wapi siku zote? Nikamwambia namuombaga Mungu. Akaniambia, kwa hiyo unamuomba Mungu alafu anakupa? Nikamwambia ndio. Akaniambia, sasa kwa nini ukuomba? Nikamwambia na mimi nilitegemea uombe wewe kwa sababu wewe ndio unayetaka zawadi. Sina unajua kuomba. Akasema, kwa hiyo nikiomba inakuja? Nikamwambia itakuja. Akaomba maneno yake machache. Akaniambia, mbona haijaja? Nikamwambia Mungu hanaga haraka. Yaani ukishaomba tu wewe amini kwamba Mungu atafanyaje? Ataleta. Akaondoka akaendelea na shughuli zake na mimi nikaweka pipi pale. Alipokuja kurudi akasema, mama, Mungu ameleta pipi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye akili yake anajua kwamba Mungu ndio mpaji wetu. Tunapomuomba anatupa. Kwa hiyo anajua wakati mwingine kumbe sio lazima tuombe watu. Tunatakiwa tumtegemee Mungu hata katika kuomba, hata katika kupata vitu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna ulinzi wa kihisia. Tunaweza tukawalinda watoto wetu kihisia, kuhakikisha mtoto anakuwa katika mazingira yenye upendo, uelewa na usalama wa moyo. Muonyeshe mtoto upendo, mshike mkono, mkumbatie, mbusu, msikilize. Kuna vitu anataka kukwambia, anaona kabisa hapa nikisemea hapa ni sahihi, na anakuja kusemea nyumbani kwa sababu anajua kule sio mahali pake. Lakini kama utakuwa humpi ulinzi na usalama wa akili na hisia, atasemea popote, alafu atapata majibu yasiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa huyu mtoto unapomlinda kihisia, unamtengenezea mazingira ya kwamba hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Kuna mtoto mmoja alikuwa kwenye daladala. Akawa amesimama. Mama mmoja akamwambia, njoo nikupakate. Yule mtoto akakataa. Akamwambia, njoo nikupakate. Yule mtoto akamwambia sitaki. Akamuuliza kwa nini? Akamwambia, mamangu aliniambia nisipakatwe. Yaani huku kwenye akili yake kumeshajengeka kwamba sitakiwi kupakatwa. Na unajua kwa nini anamwambia usipakatwe? Alikuwa na mantiki au haina? Ipo kubwa. Tuseme labda ni mtu wa jinsia tofauti amemwambia mpakati kwa nia yake mbaya alionayo. Unafikiri nini kitaendelea pale? Lakini yule mtoto kwa sababu alishajengewa hivyo nyumbani kwake mazingira hayo ya ulinzi, na akili yake imesha capture kwamba hapa sitakiwi kupakatwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule mtoto amekishika. Sasa usipomfundisha nyumbani kwako, yeye atakuja tu atapakatwa, hata na mzee, hata na kijana, hata na fisi kama linaweza likapakata litapakata tu. Bwana Yesu atusaidie. Hisia za mtoto zikiumizwa, anakosa kujiamini na kujinyanyapaa mwenyewe, anakuwa na huzuni muda wote. Kwa hiyo utunze hisia za mtoto. Anapokuwa na hisia zake, labda anataka kukuambia kitu, labda anataka kukueleza kitu fulani, au anataka kupata majibu ya kitu fulani, hebu tumwambie. Zamani tulikuwa tunadanganywa sana, lakini sasa hivi teknolojia ni kubwa, na huyu mtoto wakati mwingine unaweza ukakuta anajua mambo mengi kuliko hata yale unayoyajua. Bwana Yesu atusaidie. Kuna mtoto mmoja shuleni. Sasa wazazi hawana muda naye. Mtoto akirudi nyumbani, baba yuko bize na TV, mama yuko bize na simu. Kwa hiyo mtoto akisema, baba, shuleni nimekutana na hivi, au nimefanya hili swali nimeshindwa kulielewa, naomba unisaidie, au baba, ngoja nikwambie kule shuleni kulikuwa na hivi. Sasa hawana muda. Yule mtoto akaa anajisikia kushuka moyo na kuvunjika moyo. Siku moja mwalimu akiwa darasani
akawa anafundisha. Kuna hiyo watoto wanaulizwaga, wewe unataka kuwa nani? Hata mimi nilikuwa nauliza sana watoto wangu, unataka kuwa nani? Daktari, mimi injinia, mimi polisi na nini. Sasa mtoto alivyoulizwa, zamu yake ilipofika akasema mimi nataka kuwa TV au simu. Mwalimu akauliza kwa nini? Wenzake wakacheka. Lakini walivyocheka, mwalimu alijua hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Alipomuuliza kwa nini unataka kuwa TV? Akasema mimi nikiwa TV au simu, baba na mama watakuwa wananiangalia kila saa. Kwa sababu mimi nikienda nyumbani hawaniangalii, wanaangalia simu na TV. Hisia za mtoto zilishaumizwa tayari. Sasa hebu fikiria, unamtengeneza mtu wa aina gani atakapokuja kuwa mkubwa. Alafu ujue unapomtengeneza sasa hivi ndivyo na yeye anakuja kufanya baadaye. Yule mama ambaye nilisema kwamba aliomba na yule mama akasema, mtoto alivyomwambia akasema, kumbe ndio maana Roho Mtakatifu aliniambia niombe. Akamwambia kwa hiyo uliomba? Akamwambia niliomba sana. Nafikiri ndio maana Mungu ataweka kwenye akili kwamba mamangu aliomba alafu sikupata ajali. Akija kuwa mkubwa atawafanyia hivyo watoto wake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unamsaidia yeye kwa wakati wake, lakini baadaye anakuja kutengeneza kizazi ambacho na chenyewe kitasaidika. Ulinzi wa mtoto wa kiakili sasa. Msaidie mtoto kukuza uwezo wake wa kufikiri, kujifunza na kufanya maamuzi sahihi katika maisha. Yule mtoto alifanya maamuzi ya kukataa kwa sababu alishaambiwa. Asingekuwa ameambiwa, asingekuwa na maamuzi hayo. Kuna wakati mwingine mtoto anaweza akaamua kitu ambacho kitamletea madhara makubwa kwa sababu hana uelewa nacho katika hicho alichoambiwa. Kwa hiyo mpeleke mtoto shule, asiwe mbumbumbu. Peleke mtoto shule, mpe elimu ya kutosha. Unapoweza kumsomesha mtoto wako, msomeshe sana mpaka ukute kibao kinaandika hakuna shule tena zaidi. Msomeshe kama huo uwezo unao, msomeshe. Itakuja kumsaidia baadaye. Na jinsi anavyoendelea kusoma, ndivyo anavyoendelea kuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpeleke shuleni akaelimike, awe na maamuzi, aweze kujua nifanye nini kwa wakati huu. Tuna kizazi ambacho sasa hivi hawawezi kujiongeza, hawajiongezi. Ukimpeleka, maana akitoka nyumbani amepelekwa na dada kwenye gari na begi amesaidiwa. Gari inakuja, dada wa kwenye gari huko atamsaidia. Akifika darasani anaingia, anaweka begi hapo. Siku akiachwa na gari, hajui cha kufanya. Hawezi kufanya chochote, anakaa tu ataanza kulia. Lakini kumbe ungekuwa umemwacha kwenye mazingira ambayo anaweza akacheza na wenzake, labda wenzangu amenisura, hapa natakiwa nirudi nyumbani. Au hapa inabidi nianze kujikombeleza, kujikomba kwa wenzangu ili wanipende. Yaani anakuwa na maamuzi ya kufanya kitu sahihi kwa wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mtoto wangu Meshaki huyu mkubwa, alipoenda form 5 alichelewa kwenda. Kwa hiyo akakuta wenzake wameshafanywa orientation, wakuta wenzake wameshapewa vitanda. Sasa wakiwa kule shuleni ameshakubaliwa, gari ya shule ikaja, wakapanda wakapelekwa hosteli. Sasa kule hosteli kila mtu ana kitanda chake. Kwa hiyo wamekaa mahali wanapiga story, mwisho wa siku kila mmoja akaanza kwenda kwenye eneo lake. Hana eneo lake. Patroni hayupo. Akasema, sasa hapa nafanyaje? Akaangalia mazingira. Aliniambia, mama, maisha ya sekondari yalinifundisha sana. Kwa hiyo mimi nilijifunza. Nikamwambia, ukafanyaje? Akasema, nilienda tu nikajipachika mahali kuna mwenzangu alikuwa amelala, nikamwambia naomba nilale hapa mpaka kesho asubuhi. Ungekuwa unaogopa sasa, huna maamuzi, ungekaa hapo unaanza kulia. Unamlilia nani wakati mhusika hayupo? Kwa hiyo tuwafundisha watoto, tuwape elimu ya kuwasaidia kuwa na fikra za kuweza kujiongeza na kufanya vitu na kutoa maamuzi sahihi. Mlinde mtoto dhidi ya taarifa mbaya. Kuna vitu vingi ambavyo watoto wanapata kutoka kwenye TV, kutoka kwenye vijarida mbalimbali.
ambavyo vinaharibu hisia zao, zinaharibu akili zao. Sio kila kitu tunachokiangalia. Hii dunia tulionayo imeharibika mno, na wanajaribu kuingiza vitu katikati ya vitu ambavyo unaviona wewe ni vya kawaida. Unajua Biblia inaposema kwamba hatutakosa kuzijua hila za shetani, yaani zinakuja kama kitu cha kawaida, kitu kizuri, lakini kuna mtego ndani yake. Sasa ule mtego, kama wewe mzazi hujakaa na mtoto, hujamwelekeza mtoto, hujaangalia usalama wa vile vitu anavyoangalia, utampoteza mtoto. Utashangaa, mbona haendagi mahali, mbona anakaaga tu hapa. Vitabu, hata Biblia zenyewe za watoto, nasikia kuna Biblia ambazo zina vitu ambavyo sio vya kawaida. Kuna kajukuu kangu kako pale nyumbani, alikuwa anaangalia TV, alikuwa amewekewa katuni. Alipokuwa amewekewa katuni, akaja, nilivyoenda akaniambia, bibi, yani ile katuni, eti yule mkaka alikuwa anambusu yule mdada mdomoni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa anamfundisha nini mtoto pale? Nikamuuliza, hiyo ni sawa au si sawa? Akaniambia sio sawa. Nikamwambia basi kama sio sawa, usikichukue wala usikiangalie. Nikamwambia watoto, hii channel wala msimuonyeshe tena mtoto. Bwana asifiwe. Wakati mwingine mwenyewe ni amekulia kwenye mazingira ambayo yako wazi sana, yaani mamake alikuwa anamwachia tu, anaenda mwenyewe anafanya hivi. Sasa kwa hiyo haogopi mtu yoyote, haogopi chochote. Wakija mafundi pale nyumbani, yuko nao. Yaani mamake hata hangaiki kwamba hivi kuna mtoto yuko huko na anaweza akafanywa nini. Nikamwambia, kwa nini unamruhusu mtoto kukaa na watu wasiowajua? Yaani dakika chache tu, anko. Siku hiyo akaja mtu alikuja wa Kirikuu, akaleta mzigo. Giza limeingia. Akachukua maji akanawa. Amechukua ile maji akaenda nyuma ya nyumba kule, kuna giza, naye akamfuata. Hata nilipofuata nikamwambia, wewe unafanya nini huku? Unaona mazingira yalivyo mabaya pale. Sasa dunia tulionayo sasa hivi sio ya kumwachia mtoto. Lazima umjengee ulinzi wa mazingira anakokaa na watu wanaokaa na vitu anavyoangalia. Masinema mengine hata sio mazuri. Akina mama tunapenda kuyafuatilia kweli. Natoka hii ya saa 3 mpaka saa 4. Naunganika ya saa 4 mpaka ya saa 5. Ya saa 5 mpaka ya saa 6. Bado huko tu na watoto wako na wenyewe hataki kwenda kulala. Lakini ukifika mahali hapo hata ibada haijafanyika. Unawafundisha watoto nini? Unawawekea ulinzi wa kitu gani? Kwa hiyo sisi tunaona kwamba tuangalie mazingira. Sasa tuangalie mtazamo wa Biblia. Mtazamo wa kibibilia kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto. Naomba tusome kitabu cha Yohana. Yohana 16. Yohana 16 aliyepata naomba asome. 16 mstari wa 32. Asante, naomba nirudie kwa sababu sauti yako haijafika mbali. Yohana 16 mstari ule wa 32. Anasema, nitasoma mpaka ule wa 33. Tazama saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yuko pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, kwa sababu nimeushinda ulimwengu. Kusoma hiki kitabu cha Yohana kuanzia kule mwanzo, tunaona Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, na ni kama alikuwa anawaandaa kisaikolojia, kwa sababu walikuwa wamezoea kukaa na Yesu, wanafanya kazi na Yesu. Hatari yoyote ikitokea wanamuita Yesu. Wako kwenye merikebu, upepo umekuja, anamwambia Yesu tunaangamia. Yesu anaukemea upepo,
wanatoa mapepo, hayatoki, wanaenda kwa Yesu, wanamwambia. Kwa hiyo walikuwa wako na Yesu, wanafanya naye. Lakini sasa Yesu anafikia wakati ambapo ataondoka. Kwa hiyo anaanza kuwatengeneza kisaikolojia kwamba mimi nitaondoka, nimekuwepo na nyinyi hapa, lakini anawatia moyo kwamba sitawaacha yatima. Baba atawaletea msaidizi ambaye mtakaa naye kama nilivyokuwa nakaa na nyinyi. Yeye atafanya kwa niaba yangu. Kwa hiyo msiogope, hata mnapokuwa huku ulimwenguni msiogope. Ule mstari wa 32 anasema kwamba ninajua muda unakuja, wote mtaondoka, kila mtu ataenda kwake, mtaniacha peke yangu, lakini nataka niwahakikishie kwamba siko peke yangu, niko na Baba. Alipataje ujasiri wa kuambia kuna Baba wakati pale hayupo? Baba alishamjengea uaminifu wa usalama, ulinzi wa maisha yake, kwamba mimi nitakuwa pamoja na wewe kila utakapokuwa, mimi niko pamoja na wewe. Na hivyo akawaambia, mnapoondoka nyie ondokeni, mimi siogopi, kwa sababu niko na nani? Niko na Baba. Kwa hiyo sasa huyo Baba ambaye niko naye mimi atawapa huyo Roho ambaye na nyinyi mtakuwa naye, atakuwa pamoja na nyinyi kila mahali mtakapoenda. Yesu pamoja na hatari aliyokuwa nayo iliyokuwa mbele yake hakuogopa, kwa sababu alijua yuko na Baba ambaye atamwekea ulinzi mkamilifu. Baba unatakiwa mfundishe mtoto sasa, umuunganishe na asili yake ya mbinguni, ajue kwamba kuna Baba. Kama nilivyosema kwamba huwezi kuwa na mtoto muda wote, kuna wakati wewe utakuwa haupo, lakini kama akimjua Baba wa mbinguni ambaye yuko wakati wowote, anaweza yote, anaweza akafanya mambo yote, anajua litakalompata hata kabla halijampata. Huyo ndio Mungu wa kushikamana naye. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu kushikamana na Mungu, ili wanapokuwa katika hatari wasiogope, wanapokuwa katika hali ambayo haieleweki wasiogope, akasema kwamba ninaye Baba. Yesu anaongea kwa ujasiri kwamba nyie mtaondoka, hata kuondoka kwenu mimi sijali wala siogopi, kwa sababu najua ninaye mwenye nguvu aliye pamoja na mimi kuliko nyinyi. Yeye yuko karibu na mimi kuliko nyinyi ambavyo mko, na hata mkiwepo hapa mnaweza nikapata hatari alafu msiweze kunisaidia. Ndio maana alipofika pale msalabani, wakati anataka kukata roho, alisema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu hali ile ilikuwa ni ngumu, lakini Bwana alimtia nguvu, kwa sababu alikuja kulitimiza kusudi la Bwana, kuyatimiza mapenzi ya Bwana. Kwa hiyo Mungu alimtia nguvu pale. Mungu ilibidi ajitenge, kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu. Sasa dhambi alizokuwa amezibeba zilikuwa ni za ulimwengu huu, kila laana alikuwa ameibeba. Kwa hiyo akamwita, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu anakuwa na ujasiri akibaki pale peke yake, kwa sababu anajua Baba yake yuko pamoja naye. Hapa tunaona Mungu jinsi ambavyo amempa Yesu mwanaye ulinzi na usalama. Na unajua uaminifu wako baba kwa mtoto, huo ndio unaomjengea ujasiri wa kujua kwamba Baba yuko pamoja nami. Pamoja na kuwa mtoto atapita katika majanga, unatakiwa uwe pamoja naye. Kama wewe hauko pamoja naye, anajua yuko na Baba wa mbinguni. Kuna wababa mnajua kuwakimbia watoto wenu mkipata shida. Taabu imetokea nyumbani, shida imekuwa kubwa, wababa mnakimbia. Mungu anawaona, na ujua utaenda kutoa hesabu ya huyo mtoto chochote kitakachompata. Bwana Yesu asifiwe. Tushikamane na watoto wetu hata wajapopita katika nyakati ngumu. Yesu hakuhisi upweke, alijua Baba yuko naye. Upendo na msaada na uangalizi wa Baba kwa mtoto unaweza kumjengea ujasiri na usalama wa kihisia. Ule mstari wa 33 anasema hivi, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Kama ameushinda ulimwengu, na wao watapewa nguvu ya kuushinda ulimwengu.
tunatakiwa tuwaambie watoto wetu. Huyu Yesu alikuwa anawaambia watoto kwamba msiogope, dhoruba zitakuja, majaribu yatakuja, shetani atawapepeta kama ngano, dunia itawakataa kwa sababu nyinyi si wa ulimwengu. Mimi mwenyewe Yesu walinikataa, kwa hiyo na nyinyi watawakataa, lakini msiogope kwa kuwa hamko peke yenu. Dunia itakuja kinyume na nyinyi, msiogope kwa sababu Mungu yuko pamoja na nyinyi. Mimi Yesu nilipata hiyo shida, lakini nilishinda, na kama nilishinda, hata nyinyi mtashinda. Wababa tunatakiwa tuwaambie watoto wetu, hata ujapopita katika maji marefu, hata ujapopita katika taabu, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu aliyeushinda ulimwengu atakupa kushinda pia majaribu ya ulimwengu huu, kwa sababu hayo hayana budi kuja, yatakuja. Tusome tena kwenye kitabu cha Luka 23:46. Luka 23:46. Neno la Mungu linasema hivi: Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Bwana asifiwe. Kile kitendo cha Yesu kusema kwamba mikononi mwako naiweka roho yangu, hana maana kwamba alipata hofu. Alijua bado Baba yuko pamoja naye, na alijua narudi kwa Baba, narudi kwenye asili yangu. Kwa hiyo roho yangu naiweka kwako, huko nakokuja, narudi kwako. Wazazi tunatakiwa tuwaambie watoto wetu, kuna nyakati tutakuwa hatupo kabisa duniani, tumekufa, tumerudi kwa Baba yetu wa mbinguni, lakini waambie kwamba Yesu huwa haondoki wala hafi, ili watiwe moyo, wasije akafikiria kwamba hivi huyu Yesu akifa itakuwaje? Baba yangu amekufa na huyu Yesu je akifa? Tuwahakikishie kwamba Yesu hafi, yupo wakati wowote. Hata tunapokuwa tumelala ndani ya nyumba, tumefunga milango, yupo. Hata kama umuoni, yupo. Kwa hiyo maisha yako yote uyaweke mikononi mwa huyu Mungu ambaye yuko wakati wowote, mahali popote na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hofu nyingi zinapowakabili watoto, wanavunjika moyo na kukata tamaa, hata wanasahau kile ambacho walitakiwa kukifanya. Lakini unapowatia moyo kwamba hizi shida lazima ziwepo, ni sawa na tunamshuhudia mtu. Unapomshuhudia mtu unamwambia kwa Yesu ni tambarare, ukija kwa Yesu unapata kazi, ukija kwa Yesu unapata hela. Alafu anapokuja hali inakuwa mbaya, anaona ni afadhali kule nilikokuwa. Unatakiwa umwambie ukweli kwamba sio tambarare, kuna magumu yatakuja. Na huyu mtoto mwambie kwamba anapokuwa na huyu Mungu sio kwamba hatari haitakuja. Maana anaweza kafika mahali akasema, mbona baba aliniambia kwamba nikiwa na huyu Yesu atanisaidia, mbona hayupo? Hivi Gideoni aliambiwa nini? Alisema aliitwa shujaa, akasema shujaa tunakaa kwenye mapango. Tunasikia tu habari za baba zetu, mbona hatuzioni taarifa zake, wale matendo yake hatuyaoni? Lakini kuna jambo walikuwa wamelifanya, hata baba akakaa mbali nao, lakini alimwambia huyu Mungu bado anawapenda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wale watoto tuwaambie kwamba dhoruba zitakuja, lakini tutashinda, maana Bwana yuko pamoja na sisi. Usiogope, hilo lipo na litakuja. Kutokana na maandiko tuliyoyasoma, tunaona ni wajibu wa baba kumlinda mtoto dhidi ya uharibifu, na mtoto anapata kumwamini na kumtegemea. Unajua, mtoto anamtegemea na anamwamini baba sana sana. Yaani unaweza ukawa unatembea na mtoto akaona matembo yanakuja pale, ana wasiwasi, anajua niko na baba, kumbe baba mwenyewe anaogopa. Sasa unatakiwa umwambie kwamba hata mimi namtegemea huyo Mungu. Bwana asifiwe. Na ajue kumtegemea huyo Mungu kama anavyokutegemea wewe na anavyokuamini wewe. Hivyo hivyo mfundishe kumwamini na kumtegemea Mungu.
Uaminifu wako baba kwa mtoto utamfanya mtoto awe jasiri. Kuna madhara ambayo mtoto anaweza akayapata anapokosa ulinzi na usalama. Kwanza, maisha yake ya baadaye yatakuwa hatarishi. Maisha yake ya baadaye yatakuwa hatarishi. Maendeleo ya mtoto yatakuwa hafifu kuanzia akiwa mdogo mpaka atakapokuwa mkubwa, kwa sababu atakuwa ameshajinyong'onyeza toka huku chini, anajiona kwamba hafai kwa sababu ya vitu ambavyo hatujamwekea. Na hivi vitu vyote tunavyojifunza mtoto anavihitaji. Anahitaji kupewa uthibitisho, anahitaji kupewa ujasiri, anapewa kupewa asili yake, anatakiwa kupewa usalama na ulinzi, vyote anatakiwa navyo. Kwa hiyo hivi vyote mtoto akivipata atakuwa ni mtoto jasiri, anajiamini popote anapokuwepo. Mtoto usipompa ulinzi na usalama tangu akiwa mdogo, atadumaa kiakili. Atadumaa kiakili, atakuwa hana uwezo wa kufikiri, hana uwezo wa kutoa maamuzi. Jaribu kufikiri, ni mtoto huyu wa aina hiyo uliomlea kama kuku wa kisasa, alafu anakuja kuwa kiongozi. Anakuwa kiongozi wa aina gani? Licha ya kuwa kiongozi wa watu tu, kiongozi wa familia yake, atakuwa kiongozi wa aina gani? Na ukumbuka kwamba vile ambavyo unamwambia mtoto anatakiwa avione kwako vikiwa vinafanyika. Yaani wewe uwe role model wake, anaangalia kile baba anachokisema. Kwa hiyo huyu mtoto usipomlelea kihivyo, usipompa ulinzi na usalama, atakuwa ni mtoto ambaye amedumaa, hana uwezo wa kufikiri wala kutoa maamuzi. Nyumbani kwake lazima akamuulize fulani, hata wengine wako hapa, hawezi kuwa na maamuzi kwamba hiki kitu niamue hivi, mpaka anamuuliza shoga yake au anamuuliza mtu fulani, nifanyeje hapa? Utauliza mpaka ngapi? Kuna vitu vingine hutakiwi kuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Unatengeneza waume za watu ambao wanatakiwa wawe na maamuzi kama viongozi wa familia. Mtoto huyu atashindwa kujifunza vizuri. Atajiona yuko chini, atajinyanyapaa, anajiona kwamba amekataliwa, anajiona kwamba hafanani na wale wengine alionao, anajitofautisha. Unajua watoto wa kizungu wanafundishwaga ujasiri wakiwa bado wadogo. Ndio maana anakuwa na ujasiri wa kufanya. Yaani ukiwaangalia wenzetu ukilinganisha na sisi, unaweza ukafikiria kwamba ni wanadamu tofauti, lakini wanadamu wale walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, lakini wako mbali kuliko sisi, kwa sababu hivi vyote wanafanya kwa asilimia kubwa. Sisi tufanye basi hata kwa asilimia ndogo. Bwana Yesu atusaidie. Mtoto huyu atakuwa na tabia mbaya, atakuwa ni mtoto mkorofi na mkatili, atakuwa ni mtoto ambaye hataki kutii, anakuwa na maamuzi yasiyofaa, atakuwa na matatizo ya kihisia, atakuwa ana hofu, ana huzuni, anajiona hana thamani ya kukaa na watu wengine. Hujawahi kumwona mtoto anajinyanyapaa mwenyewe? Yuko na watoto wengine hapa, alafu akijiangalia anajiona mimi hapa mbona kama sifai, anakaa anajitenga pembeni. Tusiwafanye watoto wetu wajitenge pembeni. Kabla sijahitimisha, nitamwomba mama mchungaji atatupa ule mfano wake, alafu hii ni Bible study, taruhusu maswali haya ambayo mtayajibu nyewe wenyewe. Maswali haya mawili. Kwa wakati unaendelea kujitafakari na hayo maswali, karibu mama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hili neno si linaingia, linanena na sisi kabisa kiuhalisia. Haleluya. Tulikuwa mahali kwenye maombi tukiwa tunaombea watoto, na nikakumbuka somo la Jumatano iliyopita. Alikuwa amesimama mtumishi akasema jinsi ambavyo tukiwatambulisha watoto wanakuwa na ujasiri. Siku hiyo narudi nyumbani nikapata mgeni, naye ni mtoto
wa mchungaji amekuja nyumbani. Tumekaa tunaongea, sijamuelezea habari la somo tulilofundishwa, lakini akaniambia, yani nilishangaa kwamba baba yangu kanisani ni mchungaji wa babake. Mtoto akitoka eneo lingine analofanya kazi, akirudi kutoka safari, akirudi kutoka mahali fulani, anawatambulisha watoto wa watu wengine. Huyu mtoto naongelea, yeye anafanya kazi mkoa tofauti na baba yake anakoishi. Kwa hiyo, lakini mimi mtoto wake hanitambulishi, yani asemi jamani, mtoto wangu amerudi kutoka kazini kwake alikokuwa, yuko hapa, labda simama mtoto wangu utusalimie. Kwa mtoto wake baba hafanyi, lakini kwa watoto wa watu wengine baba anafanya. Sasa uzuri wa yule mtoto, akawa na ujasiri, nadhani kwa mahusiano ambayo walikuwa na baba yao tangu akiwa mdogo. Hakwenda moja kwa moja kwa baba yake, akaenda kwa mama yake, akamwambia, mama, mwambie mume wako, mwambie baba yangu, mwambie mume wako ambaye ni baba yake kwamba hili analolifanya sio zuri. Yani hawezi kuwa anatambulisha watoto wa watu wengine, lakini mimi ninaporudi hanitambulishi. Na mama yake akalichukua vile vile, akamwambia, nimeambiwa nikwambie wewe mume wangu na mtoto wako amesema hivi na hivi. Uzuri na yule baba naye akawa na ujasiri. Mtoto ameshaondoka, amerudi, akachukua simu akampigia mwanae, akamwambia, ninaomba unisamehe, sitakaa nirudie tena. Akaniambia, na hivi nimekuja kwako, nimetoka kule Jumapili nilitambulishwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huyu ni yule ambaye ana ujasiri wa kumfikia baba yake, hata kama ni kupitia mama yake, lakini na baba akawa na ujasiri wa kugeuka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ikanifundisha somo kubwa sana, ndio ile ambalo alikuwa anasema alikuwa anasema mchungaji Agnes Rodrick, kwamba wababa ni watu muhimu sana kwenye maisha yetu. Hata kama mama asingemtambulisha yule mtoto, sidhani kama angejali sana, lakini kwa baba, kwake ni muhimu. Na tulifundishwa ile Jumatano kwamba mtoto huyu anabeba jina la baba. Hata kama mama amembeba tumboni mwake miezi 9, bado haitwi jina la kwa mama, anaitwa jina la kwa baba. Haleluya. Ndio mfano niliambiwa. Lakini kabla hatujamaliza, mchungaji Ole na yeye ana mfano. Karibu mchungaji Ole. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa hawa watumishi ambao wanawainua hapa kwenye kundi hili kunisaidia huduma, na ninyi wenyewe ni mashahidi jinsi ambavyo wanafanya vizuri sana. La pili, ninawashukuru kwa maombi yenu. Nimekuwa Kenya wiki 2, tumekuwa na huduma ya baraka sana, na nimerudi salama jana jioni. Sasa huu mfano naotaka kutoa ni yalionipata Kenya juzi, na ninasisitiza umuhimu wa baba kuwa na mahusiano mazuri na binti yake. Mtoto wa kike au wa kiume, sasa hivi sizungumzi nao. Huu mfano naotaka kukupa unahusiana na umuhimu wa baba kuwa na mahusiano ya karibu sana na binti yake. Tumejifunza hapa kanisani siku za nyuma aina 5 za lugha za upendo. Si mnakumbuka wale mliokuwepo Moja ni kitu kinaitwa physical touch, mguso wa mwili wa baba. Binti yako anahitaji mguso wako baba. Mguso wako ni ulinzi kwa binti yako, kwa sababu anahitaji mguso huo, na asipoupata kwako akawa na nisemeje, ule maturity
ukomavu wa kuelewa mguso na mipaka ya miguso. Akikosa mguso kwako baba, atakuwa hajajifunza mipaka ya miguso, na kwa kuwa mguso ni hitaji la kila mtu, atakwenda kupata miguso huko nje ambayo itampelekea kwenye uharibifu. Sasa bwana, nilikuwa Kenya juzi, kongamano la wachungaji kutoka madhehebu mbalimbali. Kukawa na jioni moja ambayo tumekuwa na huduma, ambapo na washirika walikaribishwa wawe sehemu ya huduma hiyo jioni. Nikahudumu. Namshukuru Mungu, asanteni kwa maombi yenu. Bwana alitembea, Bwana aligusa maisha ya watu wake. Tulikuwa tukimaliza huduma kwenye kanisa hili, tulikuwa tunafanyia huduma hiyo kwenye mji unaitwa Kabarnet kwenye kaunti ya Baringo. Kuna chumba tulikuwa tunapelekwa kule, tutapata chai na baadaye chakula. Kwenye chumba hiki wameweka round tables. Nakumbuka tulikuwa watumishi kutoka mataifa 8 tulikuwa tunahudumu kwenye kongamano hilo. Kwa tuko wengi, ukiongeza na wale wachungaji wenyeji wetu. Kwa kwenye chumba hiki tukimaliza tu huduma tunaingia pale, tuko wengi. Kuna round tables, mnakaa hawa 4 kwenye table hii, 4 kwenye table ile. Sasa tumemaliza jioni ile, tumeingia kwenye chumba kile. Mmoja wa wenyeji wetu waliokuwa wanasimamia taratibu za ratiba akaja kwangu, akaniambia kuna mama anaomba sana kukuona, anaomba sana kukuona. Nikamwambia, mwambie aje. Sasa kwa sababu nilikuwa nimekaa meza ya kwenye katikati hivi, ili kumnusuru huyu mama asipenye kwenye meza zingine kufika pale nilipokuwa, yule bwana aliyeniambia kuna mama anaomba kukuona, alipotoka nje ya mlango ule wa kuingilia kwenye chumba hiki kwenda kumleta sasa, na mimi hekima tu ikaniambia ninyanyuke kwenye meza yangu, nisimame pale karibu na mlangoni, nimsikilizie hapo anataka kuniona kwa sababu gani, alafu nirudi kwenda kukaa kwenye meza yangu. Bwana, kituko sikikatokea. Mama huyu ni mama wa watoto wawili, kwa hiyo bado sio mzee na sio binti sana, mama wa watoto wawili. Alipokuja kwangu pale, nikamwambia Bwana asifiwe. Amina. Anaanza kulia. Mchungaji, wakati nakusikiliza unafundisha na nilipokuwa ninakutizama, kwa mara ya kwanza nimesikia upendo wa Baba. Alafu akaniangukia kifuani, analia. Sasa kichwa kiko wapi? Kumbuka niko kwenye kadamnasi ya watu, mtu simjui, binti ameangukia kwenye bega langu analia. Sasa unajua, ukiwa na roho wa Mungu, wakati kitu cha kimungu kinatokea, utaelewa hiki ni cha kimungu. Nilijua kuna huduma Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kwenye maisha ya huyu mama. Sasa pamoja na kwamba ile hali ya mazingira yeye kuwa karibu na mimi mpaka ameniangukia ni kitu kinaweza kisiwe na picha nzuri sana, nilivumilia. Nikasema mwenye kuelewa atakachoelewa aelewe, lakini hebu ngoja nimruhusu Roho Mtakatifu amalize hicho anachofanya. Akakaa pale ameegemea kwenye kifua changu, kaniloanisha na machozi yake hapo. Alipomaliza, nisiende mbali sana, akanieleza mambo ya maisha yake. Kwa kifupi, anamisi baba. Anamisi nani? Baba. Tu mzima hivi. Hicho Mungu amefanya ndani ya moyo wake, mpaka kupitia mimi akauona huo upendo wa baba, mimi sijui. Nilimpigia mke wangu nikamweleza hiyo story, nikamwambia labda huyu mama kama atapenda tumwalike haje Dodoma tumsikilize zaidi
kama kuna uponyaji atapata kwenye majeraha alionayo kwenye maisha yake kupitia maisha yetu, kwa kupata ile father figure, basi na Mungu amponye. Lakini nimalizie na kusema, katika uchungaji wangu nimeshashughulika na kesi nyingi kabisa za watoto wa kike, watu wazima sasa kabisa na familia zao, lakini wanakuwa na changamoto kwenye maisha yao zinazomlazimisha kuja kumtafuta mchungaji kwa ushauri na maombi. Lakini ukitrace back, ukirudi nyuma, hilo tatizo limeanzia wapi? Alimkosa baba kwenye maisha yake, na leo ni mama, ana watoto wake, lakini bado ana majeraha yanamsumbua kwenye maisha yake, kwa sababu kuna mahali fulani gepu la baba liko kwenye maisha yake. Wa baba, tuwe karibu na watoto wetu wa kike. Mimi nafikiri hata kwa mifano hiyo maswali yamepungua, kama sio yameisha kabisa. Umeona hapo, unajifunza nini? Kwamba kile tunachokipanda leo matokeo yake yanakuja kufanyika nini baadaye. Na unapofanya vile, yule mtoto unayemuumiza anaweza asijue tatizo chanzo kilikuwa wapi. Anapokuja kukutana na mtumishi madhabahuni kama hivi, ndipo anajua aha, kumbe baba alikosea. Ninyi akina baba hapo, wewe hapo unaitizama, kamwombe mwanao msamaha. Haujui anapitia mazingira gani huko aliko, haujui anakutana na changamoto gani. Usisubiri aje alilie kwenye kifua cha mchungaji. Tuache wachungaji tufanye huduma zingine. Bwana asifiwe. Kuna mwenye swali? Baba mchungaji asante, mama mchungaji asante. Kuna swali? Ameisha Basi naomba nikuambie tu kwamba usalama wa mtoto ni muhimu, kwa sababu humsaidia mtoto kukaa vizuri kimwili, kiakili, kihisia, kiroho. Si unaona mama akili yake, hisia yake tayari ishaumizwa, na kumpelekea kuwa na nafasi nzuri ya kukuza vipaji vyake na kuwa mtu mwema mwenye maadili. Na ikiwa utamfanya vizuri, atakuja kuwafanyia wanaye. Yaani unajenga kitu ambacho kitamsaidia yeye kwa ajili ya kizazi kingine. Hebu fikiria kwamba hujamfanyia alafu na yeye asimfanyie mwanaye, inakuwaje? Bwana atusaidie. Mzazi anafurahia matunda ya kazi yake kwa mtoto anapoona anakuwa na mwelekeo na mtazamo na maamuzi sahihi, lakini pia yanakuumiza unapoona kwamba haujafanya kama ulivyofanya. Mungu atusaidie tuweze kujua nafasi zetu kama baba. Na yule mtoto wa mchungaji hakulielekeza swali kwa mama mchungaji, alielekeza kwa nani? Kwa mchungaji, kwa sababu anajua yeye ndio wajibu wake, yeye ndio kuhani. Hata kule mbinguni atakayeenda kuulizwa hata sio mama mchungaji, baba kuhani wa familia. Naomba tusimame. Kila mtu atajiombea kwa ufupi. Wewe shahidi wa maisha yako, unajua nini umemfanyia mwanao, wapi hujafanya. Pengine umefanya kwa ulegevu, pengine umefanya vizuri sana, basi utamshukuru Mungu kwa kile ambacho umefanya na bado anahitaji. Pia usifanye kwa wakwako tu, fanya na kwa watu wengine. Bwana asifiwe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu unatupa maarifa na hekima namna ya kuishi na familia zetu, namna ya kukupenda, namna ya kuwatumikia wengine, namna ya kuwajenga na kuwalea watoto ili wakue katika namna ambayo Bwana umeikusudia. Wakati mwingine